kukithiri katika nyiradi mbalimbali, kukithirisha nyiradi mbalimbali. Kukithirisha nyiradi mbalimbali zinaweza zikampelekea mtu kumuondoshea ile hasad aliyokuwa nayo katika mwili wake. Na katika miongoni mwa baadhi ya vitu ambavyo anaweza akatumia kama ni dawa, Mtume ametaja maziwa, Mtume ametaja mau Zamzam, Mtume ametaja tende ya ajwa, Mtume ametaja haba sauda, Mtume ametaja majani ya mkunazi. Ni katika miongoni mwa vitu ambavyo mtu anaweza akavitumia vile vile kuweza kujiondoshea. Ametaja dawa nyingi Mtume, sababu Mtume alikuwa ni tabibu. Mtume alikuwa ni tabibu, alikuwa ni mtabibu. Kwa hiyo Mtume alikuwa anataja mpaka dawa, na baadhi ya dawa nyingine zinapatikana hapa Tanzania, na kuna baadhi ya dawa nyingine hazipatikani Tanzania, lakini zinapelekea kuweza kuondosha ile hasad katika mwili wa mtu aliyokuwa. Sababu wakati mwingine unaweza ukasoma ile hasad haiondoki, unaweza ukafanya adhkari ile hasad haiondoki, lakini kumbe kuna sumu ambayo ipo katika mwili. Kwa hiyo ili iondoke lazima kuna baadhi ya dawa uweze kutumia, na baadhi ya dawa uweze kutumia ndio ile hasad unaweza ukaiondoa. Na kuna dawa moja huwa inatumika kuondosha hasadi katika mwili. Ile dawa mtu ima anakuwa anatapika ama anakuwa anaharisha, ile hasadi inaondoka katika njia hiyo, ima kutapika au kuharisha. Inaitwa sanut. Sanut inaitwa, tumekaitaja sanut. Kienda kwenye maduka ya dawa ya Kiarabu, ukiipata ile ukiitumia inapelekea kuondosha ile hasad iliyokuwa katika mwili wa mwanadamu. Katika lugha nyingine kuna jina lake wanaita, lakini singependa kulitaja, lakini jina alotaja Mtume ta sanut. Kuna sanna na sanut.